Nafikiri ilikuwa ni wakati ambapo alipokuwa akipiga tathmini ya kazi ambazo anazifanya kwa ajili ya Bwana, namna ambavyo anapita katika nyakati ngumu, namna ambavyo ulimwengu unamkataa, namna ambavyo hata waliokuwa karibu naye hawawezi kumtia moyo. Wakati fulani Paulo alikaa na kutafakari, na alipotafakari akiongozwa na Roho wa Mungu akapata kuandika. Kama sio, aliweza kuhesabu gharama na akapata kuandika maneno yafuatayo. Yeye akaandika katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza 9 fungu lile la 27. Naomba mniruhusu nisome. Nasema, bali na utesa mwili wangu na kuutumikisha, isiwe nikiisha kuwahubiri wengine, mwenyewe niwe mtu wa kukataliwa. Ni kama anasema, pamoja na haya yote ninayoyafanya, kuna wakati najinyima hata kula, kuna wakati naacha mambo yangu ya msingi, kuna wakati familia yangu haijui niko wapi kwa sababu ya Bwana. Pamoja na kuyafanya haya, anasema isije ikawa mwisho wa yote mimi mwenyewe nikapata hasara ya haya mambo, nisiwe nimepata faida yoyote. Anasema mwenyewe nikawa mtu wa kukataliwa. Hii ilikuwa ni swali la Paulo kwake, na akajisemea mwenyewe, lakini akisema kwa kila mtu ambaye ameweka wakati wake kwa Bwana. Kuna vijana wameweka wakati wao kwa Bwana, kuna akina baba wameweka wakati wao kwa Bwana, kuna watoto wameweka wakati wao kwa Bwana, kuna mabinti wameweka wakati wao kwa Bwana. Lakini swali ni kwamba hatima ya mimi kuweka wakati wangu kwa Bwana ni nini? Ndiyo maana Paulo akasema yeye, isije ikawa nimeweka wakati wangu kwa Bwana na nisivune chochote na nikapata hasara. Yeye akajiuliza, lakini anapojiuliza analeta kwetu pia, kwa sababu tunapokezana vijiti katika utendakazi. Na sasa nitakupeleka moja kwa moja kwenye kitabu cha Mathayo. Tutaenda kupata habari moja ambayo itatusaidia jioni ya leo. Kitabu kile cha Mathayo 19, sura ya 19. Ukitazama kitabu hiki, kuna masomo kadha wa kadha ya kujifunza katika kitabu hiki cha Mathayo 19 fungu lile la kusema sura nzima imejenga mambo makuu matatu. Jambo la kwanza ambalo limejengwa katika kitabu cha Mathayo 19, ukisoma ule mstari wa kwanza mpaka wa 12, utakuta Yesu anazungumza habari za talaka. Na Yesu anapozungumza habari za talaka alikuwa akijibu maswali ya Mafarisayo ambao walikuwa na kusudi la kumjaribu, lakini si kumjaribu tu, walikuwa wakipima mafundisho yao na kupata sababu, kwa sababu katika habari za talaka na kuoana kulikuwa wamehitilafiana katika mafundisho. Ndio maana utakutana na kina Herode wakioa wake na wengine, hata mambo kadha wa kadha. Lakini kulikuwa na jambo jingine la Mathayo hiyo 19, ukianzia fungu la 13 hadi la 15. Yesu anaonekana akibariki watoto, wazazi wakimletea watoto, akiwabariki watoto. Lakini ukitoka ukaenda fungu la 16 hadi la 30, hapo utakuta habari za kijana tajiri. Unajua Yesu wakati anayasema haya alikuwa amezungukwa na umati wa watu. Mafarisayo walikuwepo, ikiwa ni watu kutoka sehemu mbalimbali walikuwepo. Alikuwa akifundisha, lakini wanafunzi wake pia walikuwepo katika mikutano ambayo Yesu alifanya. Na katika kitabu hiki cha Mathayo ilikuwa ni moja ya safari za Yesu ambazo alikuwa akielekea sasa Yerusalemu moja kwa moja kwenda kukabili yale mateso. Nasema kwamba katika habari za kijana tajiri, tutaanzia hapo katika ile fungu la 16 mpaka la 30. Kuna mambo ambayo tutayaangalia, lakini nataka nikutangazie tu katika somo la jioni ya leo. Somo letu linasema iko faida. Bwana Yesu asifiwe. Iko faida. Hebu tuombe. Baba yetu Mungu mtakatifu, ninakushukuru kwa neema na fadhili zako. Jioni ya leo umetuleta hapa.
kutuonyesha faida ya kile ambacho tumefanya kwa ajili yako, na kwamba hakuna atakayepokea hasara, ili mradi tu kajiwasilisha kwako kwa uaminifu. Nami naomba kwa ajili ya watumishi wako hawa ambao wametoa nafasi zao mara kadha wa kadha kwa ajili yako, jioni ya leo wakaone faida ya kile ambacho wanakifanya. Asante kwa kuwa Mungu unasikia maombi. Twaomba kwa imani kwa jina la Yesu Kristo, amina. Kitabu kile cha Mathayo 19 ukianzia fungu la 16 tutasoma mpaka 26. Anasema, nitasoma kwa haraka. Anasema kuanzia fungu la 16, anasema, na tazama, mtu mmoja akamwendea akamwambia, Mwalimu, nitende jambo gani jema ili nipate uzima wa milele? Yesu amezungumza na Mafarisayo. Yesu amebariki watoto, amejibu maswali, lakini wanafunzi wake wakiwa pamoja naye na wanashuhudia kila kinachoendelea. Ghafla anatokea kijana mmoja akihitaji na yeye kuelewa au kupata majibu ya maswali ambayo yanamsumbua. Akamwambia, Mwalimu, nitende jambo gani jema ili nipate uzima wa milele? 17 nasema, akamwambia, kwani kuniuliza habari ya wema? Aliye mwema ni mmoja, lakini ukitaka kuingia katika uzima zishike amri. 18 anasema, akamwambia, ni zipi? Yesu akasema, ni hizi: usiue, usizini, usiibe, usishuhudie uongo. 19, waheshimu baba na mama yako na mpende jirani yako kama nafsi yako. 20 anasema, yule kijana akamwambia, haya yote nimeyashika, nimepungukiwa nini tena? Jua tunapokuja habari za uzoefu wa mambo ya kiroho, wakati fulani tunakuwa kama kijana kama huyu. Yeye akasema yote hayo ameyashika na ni vizuri kuyashika. Anasema 21, anasema Yesu akamwambia, ukitaka kuwa mkamilifu, enenda ukauze ulivyo navyo uwape maskini, nawe utakuwa na hazina mbinguni, kisha njoo unifuate. Unajua mgogoro unaanzia hapo. Hebu tuendelee. 22 anasema, yule kijana aliposikia neno lile akaenda zake kwa huzuni, kwa sababu alikuwa na mali nyingi. Yesu akawaambia wanafunzi wake, sikiliza sasa, akawageukia akawaambia, kwa sababu kila alilokuwa akilifanya Yesu lilikuwa ni somo. Kila alilokuwa akilifanya, iwe ni kwa wanafunzi, iwe ni kwa mtu yoyote, lilikuwa ni somo. Kwa somo hili Yesu akawageukia wanafunzi wake akawaambia, amini nawaambieni ya kwamba itakuwa shida tajiri kuingia mbinguni, kuingia katika ufalme wa mbinguni. Tena akasema, nawaambia, fungu la 24, nawaambia tena, ni rahisi zaidi ngamia kupenya tundu la sindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Wanafunzi waliposikia, fungu la 25, walishangaa mno wakisema, ni nani basi kuokoka? 26 sasa anasema, Yesu akawakazia macho akawaambia, kwa wanadamu hilo haliwezekani, bali kwa Mungu yote yawezekana. Sasa sikiliza, tunapoanza somo letu vizuri. Baada ya kuyasema haya, kitu ambacho wanafunzi hawa walikifanya mwanzo bila kuzingatia kikawajia akilini. Mtu wa kwanza kumjia akilini jambo hilo alikuwa ni Petro. Baada ya maswali ya kijana tajiri, Petro akatambua kuna jambo alilifanya lakini pasipo kuzingatia. Na katika wanafunzi ambao hawakuwa tayari kubaki na maswali au na jambo au dukuduku, alikuwa ni Petro, na wakati fulani alitajwa kama msemaji wa wenzake. Petro akastuka akasema, ala, mbona hapa kuna kitu mimi nilikifanya bila kuzingatia. Akakumbuka wakati Yesu anamuita, aliambiwa tu acha nyavu, akaondoka, hakuna maswali mengi. Lakini kijana huyu alikuja akitafuta mahusiano na Yesu Kristo, akitafuta kumfuata Kristo na kupata uzima wa milele. Lakini akaambiwa, kauze mali zako uwagawie maskini, halafu njoo unifuate. Kijana huyu anashindwa kutimiza hilo kusudi la kuacha mali na kumfuata Kristo. Petro anasema, sasa kama sisi tulimfuata Yesu,
tukaacha mali zetu tukamfuata. Lakini kijana huyu ameshindwa kuacha mali. Sasa pamoja na kwamba tumemfuata Kristo, hivi mwisho tutapata nini? Maana ni kama tulianza kazi kama wajinga fulani. Ni kama akatengeneza hoja. Kwa hiyo Petro alilinganisha hali yao na ya kijana tajiri. Kijana tajiri alikataa kuacha mali zake, lakini wanafunzi walikuwa wameacha kila kitu ili wamfuate Yesu. Petro akili zikamjia na akakumbuka methali moja. Waswahili husema kuuliza si ujinga. Sasa na yeye hakuchagua kuwa mjinga. Wakati fulani katika maisha ya kiroho usichague kuwa mjinga, kwa sababu mjinga ni kutokujua. Lazima uelewe. Kama unaenda kanisani siku ya Sabato, but you have to know what is next. Lazima ujue baada ya pale kuna nini. Kama unakuja kwa maombi, elewa matokeo ya maombi. Kila jambo kuwe na sababu. Petro akakumbuka aliitwa mara moja akaanza safari, lakini habari ya maswali ya kwamba atapata nini hakuwa nayo. Sasa anaamua kuuliza. Fungu la 27 Petro anasema, ndipo Petro akajibu akamwambia, tazama sisi tumeacha vyote tukakufuata, tutapata nini basi? Swali hili halikuwa la ubinafsi tu, ijapo ndani yake kulikuwa kuna ubinafsi, kwa sababu hawa wanafunzi wa Yesu wakati wanamfuata walikuwa na matarajio ya kiutawala, walikuwa na matarajio ya kushika nyadhifa, walikuwa na matarajio mbalimbali. Lakini linapokuja swali hili, linakuja ni swali kwa namna nyingine tena, kwa sababu ni kama Petro anastuka kuna kitu kilichojificha. Kwa hiyo anauliza swali hili halikuwa la ubinafsi, bali pia lilitokana na hamu ya kujua faida ya uaminifu wao kwa Mungu. Kwa hiyo lilikuja katika msingi wa kiroho. Kwa hiyo lazima uelewe neno faida ya uaminifu wako kwa Mungu, faida ya wao kuwa watiifu kwa mapenzi ya Mungu, faida ya wao kutembea na Yesu mahali pote, wakisafiri usiku na mchana, wakilala katika mazingira magumu, wakifanya hili na lile, wakishuhudia kazi anazozifanya. Lakini nini baada ya haya kitakachotupata? Hilo ndio lilikuwa ni swali, na ninaweza likawa ni swali langu pia. Wakati fulani ninapoacha mambo yangu nikafanya kwa ajili ya Bwana, nategemea nini? Wakati fulani ningeweza kukaa na familia yangu tukafanya mambo kadha wa kadha, tukatengeneza mipango, lakini kuna wakati nimeacha kuzingatia mambo kadha wa kadha. Kuna wakati nimeacha mambo ya ajira, kuna wakati fulani nimegombana hata na waajiri wangu kwa sababu ya Bwana. Lakini kusudi la yote, nguvu yangu ya kufanya hayo yote, au kiburi cha mimi kusimama katika hayo, kinajengwa katika nini? Kwa hiyo Petro na wenzake walikuwa wameacha mambo mengi, walikuwa wameacha kazi zao, walikuwa wameacha biashara zao, walikuwa wameacha chanzo chao cha mapato, walikuwa wameacha hata starehe zao walizokuwa nazo, walikuwa wameshaacha mipango yao ya maisha. Lakini ukiangalia pia Petro huyo na Andrea walikuwa ni wavuvi, waliacha mitumbwi yao, wakaacha nyavu zao, wakaacha wazazi wao. Lakini ukiangalia Yakobo na Yohana pia walikuwa wakifanya kazi pamoja na baba yao, walimuacha wakamfuata Yesu. Swali linaulizwa, tutapata nini? Naweza likawa ni swali lako jioni ya leo. Naweza likawa ni swali lako jioni ya leo. Utapata nini unapokuja kuungana na waumini wenzako, ukiimbisha nyimbo, ukiongoza vipindi, ukifanya hiki, lakini mwisho wa yote unafanya nini? Na ndio maana kijana huyu alipoulizwa swali hili, akili zao wanafunzi zikafunguka, kila mmoja akahitaji kuelewa. Sasa tutaenda kuangalia katika fungu la 28. Yesu akawaambia, Yesu akaja katika majibu. Nataka nikwambie mpendwa msikilizaji jioni ya leo ya kwamba wakati kijana huyu anauliza maswali haya, Yesu ni fundi, Yesu ni mjuzi, Yesu ni mwelewa, Yesu ni mpanga mipango. Aliruhusu hili lielewe kwa ajili ya kufunua siri kubwa kwa wanafunzi wake. Na anaporuhusu maswali haya kwa kijana huyu ili wayasikie na kuyaelewa, hatimaye wajenge hoja aweze kuwasaidia. Hata jioni ya leo Yesu anaweza kutusaidia kupitia somo hili. Anasema fungu la 28, Yesu akawaambia, amini nawaambia ya kwamba
ninyi mlionifuata, ninyi mlienifuata, wewe Caroline uliyenifuata, wewe Dennis uliyenifuata, Irene uliyenifuata, Joshua Linguli uliyenifuata, Kinya uliyenifuata, Pia uliyenifuata, Philip uliyenifuata, wewe uliyechagua kuacha mambo yako, ijapokuwa unayoyafanya unaweza kuyaona ni mambo ya kawaida, wewe uliyechagua kuacha mambo yako, uliyechagua kuacha hata kwenda kulala mapema, ukachagua kuja, wewe amini na kuambia ya kwamba ninyi mlionifuata mimi, katika ulimwengu mpya atakapoketi mwana wa Adamu katika kiti cha utukufu wake, ninyi nanyi mtaketi katika viti 12 mkiwahukumu kabila 12 za Israeli. Haleluya! Ndiyo ahadi ambayo Kristo aliitoa kwa wanafunzi wake, akiwafunulia pazia walilokuwa wamefunikwa, pazia la kuwaza utawala wa ulimwengu huu, akiwafunulia faida ya kumfuata Kristo na kuwa watiifu kwa mapenzi yake. Akawafunulia kwamba hamtakuwa watu wa kawaida, hamtakuwa watu wa kawaida, hamtakuwa watu wa kawaida, akiwaonyesha kwamba kuna ulimwengu mpya ambao maisha yao hayatakuwa ya kawaida. Na wakati Yesu anaizungumza lugha hii, anazungumza habari hizi, alikuwa akizungumza akimaanisha kitu kikubwa sana. Katika Kigiriki neno ulimwengu mpya linaitwa palingenesia. Palingenesia likimaanisha kufanywa upya, kuzaliwa upya kwa ulimwengu, uumbaji mpya. Ni kama Yesu anawaambia ninyi, baada ya haya yote mtapokea palingenesia. Haleluya, mtapokea palingenesia. Yesu haishii hapo tu, bali anapanua ahadi hii kutoka kwa mitume kwenda kwa waumini wote, kwa ulimwengu wote na kwa vizazi vyote. Sikiliza fungu la 29 anavyosema, anasema na kila mtu sasa, ahadi inatoka kwa wanafunzi inaenda hata inavuka mipaka. Anasema na kila mtu sasa, na kila mtu aliyeacha nyumba au ndugu au wa kiume au wa kike au baba au mama au watoto au mashamba kwa ajili ya jina langu atapokea mara 100 na kuurithi uzima wa milele. Haleluya, na kuurithi uzima wa milele. Kila mtu, anasema kila mmoja aliyeacha jambo, aliyeona jambo fulani kwa sasa si la thamani, bali cha thamani ni kuwa magotini pa Kristo. Kila anayetafuta nafasi hiyo, ijapokuwa kwa kupapasa, ijapokuwa kwa kujivu, kwa kutumia nguvu, kila anayepata fursa hiyo anasema atapokea mara 100 katika ulimwengu huu, lakini katika ulimwengu unaokuja. Yeyote anayejitoa kwa ajili ya Kristo anaingizwa katika ahadi hii. Yesu hatufundishi au kutuelekeza katika kutelekeza ndugu zetu, kwamba mimi kwa sababu nimemwendea Kristo sasa naweza nikawaacha baba na mama. Hapana, Yesu sio mvunja mahusiano. Unaweza kusema kwamba kwa sababu nimemjua Yesu sasa mimi sina haja ya mali. Hapana, Yesu haelekezi huko. Maana useme kwamba sasa mimi naweza kuwa tu sijui wa namna fulani kwa sababu nimempata Yesu. Wewe utakuwa imani yako sio hai. Sijui umepanga ya kwamba imekuwaje, maana ili nimfuate Yesu lazima niachane na hiki na hiki. Hapana, yeye hamaanishi hilo. Nini anachokijenga Yesu Kristo? Anasema kwamba Yesu Kristo hamaanishi kwamba maisha yetu yawe maisha ya watu wazembe wasiozingatia mambo ya msingi, lakini anapowaambia kila aliyeacha jambo, anamaanisha kuwa Kristo lazima awe wa kwanza kuliko kitu chochote katika maisha yetu. Kristo atangulie, aonekane katika kazi zetu, aonekane katika ofisi zetu, aonekane katika mtindo wa maisha, aonekane katika ajira zetu. Ajira zetu ziseme kuna Mungu. Ikiwa ni masuala ya kifamilia, yaseme kuna Mungu. Ikiwa ni masuala yanayohusu jamii, yaseme kuna Mungu kwanza. Ikiwa ni masuala ya kumiliki mali, yaseme kuna Mungu kwanza. Lolote ambalo unalifanya, kabla hujaenda mbele, useme kuna Mungu. Hii ndiyo maana ya kuacha vyote. Hii ndiyo maana ya kutanguliza kwanza mambo ambayo yana faida ya milele. Ndugu zangu,
Mtu yeyote haashidiwi kupata faida eti kwa sababu tu amepoteza vitu, bali anapokea thawabu kwa sababu amejitoa kwa ajili ya Kristo. Kupokea mara 100 hii haimaanishi kwamba Mungu atoe nyumba 100, haimaanishi kwamba Mungu atoe mashamba 100 kwako. Hapana, Mungu anazungumza kitu kingine, lakini anachomaanisha ni nini? Yeye humaanisha ni baraka nyingi za kiroho zitakuwa juu yako, lakini pia amani ya Mungu itakuwa juu yako, ulinzi wa Mungu utakuwa juu yako, mwisho kuurithi uzima wa milele. Anachokizungumza hapa ni kuzidishiwa baraka, kwa sababu mtoto mtii mbele za Mungu, mtoto mtii mbele za mzazi ndiye anayenufaika na kila jambo. Hii ndiyo thawabu kubwa kuliko zote kwa wacha Mungu. Thawabu kubwa kuliko zote ni thawabu ya uzima wa milele. Hakuna mtu hata mmoja ambaye anatamani kupotea katika ulimwengu huu. Lakini nikwambie, hata nguvu, mimi ninapokusimama, hata ninapozungumza na watu, hata ninapohubiri, hata ninapoenda kanisani, nataka nikwambie ya kwamba ninawaza tu uzima wa milele, kwa sababu naona kuna faida. Na nataka nikwambie kwamba kama kusingekuwa na tumaini la uzima wa milele, hakuna nguvu yoyote ya kumwabudu Mungu, kwa sababu huwezi kumwabudu Mungu ambaye mwisho wa yote hana mahali pa kukupeleka. Na kwa sababu leo hii tunayo ahadi ya uzima wa milele, na Mungu ametupa kanuni kadha wa kadha. Tunapotoa nafasi zetu, tunapotoa nguvu zetu kwa ajili ya Bwana, tunawekeza maisha yetu ya kesho. Nataka nikwambie kwamba usidharau jambo lolote unalolifanya kwa ajili ya Bwana. Usidharau hata ile dakika moja unayetumia kwa maombi, usidharau. Hiyo imetumika katika kujenga ufalme wako. Nataka nikwambia kwamba ufalme wa mbinguni si kwamba tunaununua kwa fedha wala mali, si vyeo, kwamba tukiviacha hivyo tunakuwa tumeununua uzima wa milele. Hapana, Mungu anachotaka nafasi yake ionekane katika mambo hayo. Anahitaji tuishi milele pamoja na Kristo, lakini uzima wa milele ndiyo zawadi ambayo yeye ameiandaa. Ni zawadi kuu kwa wale wanaomfuata Yesu kwa uaminifu. Lakini kumfuata Yesu pia iko gharama. Wanafunzi iliwapasa kuacha vitu vingi, lakini nataka nikwambia kwamba Mungu hasahau jambo lolote tunalolitoa kwa ajili yake. Hakuna sadaka ya kweli ya kujitolea mbele za Mungu inayopotea mbele zake, inayopotea bure, kwa sababu Mungu huona kila kujitoa. Lakini nataka nikwambie, baadhi ya baraka hupatikana duniani, lazima zianze na wewe hapa duniani. Kuna vitu vingi tumejikosesha kwa sababu ya kupoteza dakika moja tu ya utiifu mbele za Mungu, lakini utimilifu wa baraka zote ambazo tunazipokea duniani kwa kuyatii mapenzi ya Mungu, utimilifu wa hayo yote ni katika ufalme wa Mungu. Kijana tajiri alichagua mali zake na akampoteza Kristo. Wewe unachagua nini jioni ya leo? Mitume walimchagua Kristo wakaacha mali zao. Leo wamekuwa watu wa shuhuda nyingi katika maisha yetu. Yesu usiku wa leo au jioni ya leo hajatusahau. Analo kusudi kubwa katika maisha yetu, na kusudi lake jioni ya leo ni kutukumbusha ya kwamba ikiwa wewe ni binti, ikiwa wewe ni kijana wa kiume, umemchagua Kristo, unaishi kwa kutii mapenzi yake, unapotenga ile dakika moja, mbingu zinaiona hiyo dakika. Kuna wengine hata wamepitia nyakati ngumu katika uzoefu wa maisha ya kiroho, hata wameonekana hawana maana, hata wameonekana wanapoteza muda, hata wengine wamefukuzwa kazi kwa sababu walitoa dakika moja kwa ajili ya Bwana. Nataka nikwambie jioni ya leo, ijapokuwa unafanya kwa kupapasa, kwa nyakati ngumu, kwa kujivuta, kwa kuumia, kwa kuteseka, kwa kudharauliwa, ile dakika moja unayoitoa kwa Bwana, malaika wakaishuhudia, mbingu zikaiona. Nataka nikwambie, umeweka alama ya wokovu wako, alama ya wokovu wako. Yesu anatuhakikishia kwamba kila anayejitoa kwa ajili yake hataishia kupata hasara. Haipo hasara, bali atapokea mara 100. Atapokea mara 100. Shetani anaweza kukuonyesha ya kwamba hakuna unachokipata, lakini kila hatua iliyopigwa
kwa jambo takatifu, kwa wakati, kwa ajili ya Bwana. Kila hatua iliyofanyika mbingu zilirekodi, mbingu zilirekodi. Nataka tu niwaambie, ibada hizi mnazozifanya kila siku jioni, mbingu zinarekodi, mbingu zinarekodi, na ibada hii itasimama siku moja mbele ya hukumu. Mtu fulani itamshuhudia, itasema, Caroline na mume wako, ibada hizi mlikuwa mkihudhuria mara kwa mara, mlitenga muda kwa ajili ya Bwana, na kwa sababu mlitenga muda kwa ajili ya Bwana, mbingu zilinukuu, na kwa kupitia ibada hii maisha yenu yalijengwa. Ndiyo maana leo mko hapa. Joshua, ndiyo maana leo uko hapa. Sijui Nancy, ndiyo maana leo uko hapa. Filipo, ndiyo maana leo uko hapa, kwa sababu uliwekeza kwa kumheshimu Mungu. Jioni ya leo nawapa wito wa kumheshimu Mungu. Hata kama ni dakika moja unayetumia, inarekodiwa mbinguni. Haiwezi kawa kizembe, haiwezi kafifika hata siku moja. Malaika wanaweka kumbukumbu. Jioni ya leo, kila mmoja anaposikia ujumbe huu, nataka nikutie moyo. Unayo alama ulioiweka kwa ajili ya Bwana. Unapaswa kushikilia na kuzidi kushikilia na kuzidi kushikilia na kuzidi kuibarisha wengine kupitia vipindi hivi. Vipindi hivi vikaweze kung'aa, vikaweze kwenda na kuvuka mipaka, vikawe wokovu wa wengi. Lakini kila ambaye ametumia muda wake, sijui ni mwingine ameprojekti, tumeimba vizuri, mwingine ametumia hiki, ametoa sauti yake, katika kila kilichofanyika leo na siku zinazokuja na zilizopita, mbingu zimeandika. Mungu awabariki sana jioni ya leo. Napoenda katika maombi jioni ya leo, ni ushuhuda ya kwamba mbingu zimesikia, ni ushuhuda ya kwamba mbingu zimeshuhudia kila aliyehudhuria ibada ya leo. Lakini si ibada ya leo tu, na katika kila jambo ambalo tunalifanya kwa ajili ya Bwana, tulifanye kwa uaminifu, kwa sababu mbingu zinanukuu, kwa sababu mbingu zimeahidi kwamba kila aliyeacha jambo fulani akafanya kwa ajili ya Bwana, akafanya kwa ajili ya Bwana, mbingu zimemwandalia mahali. Na hivyo jioni ya leo, Mungu wetu abariki neno hili, na neno hili likazidi kulitafakari na kuliweka katika utendaji, na kuona thamani ya kile ambacho tunakifanya kwa ajili ya Bwana. Tutapokea mara 100 hapa duniani, lakini pia tutapokea mbinguni. Mungu abariki neno hili katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Basi nitakaribisha utaratibu wa maombi. Ikiwa kuna utaratibu wa maombi kabla tujafunga, sijajua mwenyekiti, karibu.